Someni vitabu, acheni masuala ya TikTok haya. Teknolojia imekuwa ndio, lakini someni vitabu. Ukiingia humu, soma mambo yanayoweza kukujenga kwa umri wako. Ukifikisha umri wangu mimi nasomesha watoto 9. Sawa sawa? Watu wangapi? 9. Nauli imeongezeka za daladala. Bei za umeme zimeongezeka. Uongo kweli? Hali ya maisha ifanyaje? Imepanda. Kwa hiyo kwa wakati wako wewe maarifa zaidi kuliko kupoteza muda. Ninyi vijana mtamaliza vyuo, nendeni mkahamasishe amani na utulivu wa nchi yetu. Tulikotoka tumesoma shule ambazo zina vumbi ndani. Madirisha na milango tofauti yake haipo. Leo ninyi mmesoma shule zina vioo vya kuslide. Uongo kweli? Tumesoma vioo vya kutumbukiza. Leo ninyi mmesoma vioo vya kuflash. Uongo kweli? Tumetumia batari kusoma. Ninyi wanafunzi wa vyuo vikuu, kati na vyuo vikuu, mmesoma shule kwa kutumia umeme. Sisi hatukuona umeme. Ni lazima muone umuhimu wa kuitetea nchi yenu. Familia zenu wanategemea. Waambieni wazazi nchi ilikotoka. Unajua watu wanasahau. Wanadhani barabara ya kwenda Makete ilikuwepo miaka 10 iliyopita. Au sio? Umeme kila kijiji wanadhani ulikuwepo miaka iliyopita, si ndio? Shule kila kata wanadhani zilikuwepo. Ninyi muwe chachu ya maendeleo ya taifa letu. Tafadhalini msiwe chachu ya changamoto kwenye taifa letu. Umekaa chumbani na bando la 500 unaposti ujinga. Unamwona mtu ameposti ujinga kwenye mtandao, unamshadadia. Kwa sababu wewe unadhani mtu hakuna naye kuona, tunakuona. Mkiwa vioni, fikirini, midahalo yenu fikirini juu ya kurithi taifa hili. Mimi na miaka 41 sasa. Nitakwisha. Nitakufa. Wewe utafikisha miaka sasa 22. Na 19. 18. Utafika kama ya kwangu. Au sio? Utakwisha, utaperish. Je, miaka yako 41, 40-50 utakuwa nani? Kuna wengi wetu tumeharibiwa historia zetu kwa sababu ya historia za chuoni. Za vijana wa vyuo vikuu na Senate, kwa sababu wana sehemu muhimu sana kuweza kulijenga taifa letu katika kipindi chote cha maisha yao, toka wakiwa chini mpaka wanapopanda juu. Hivyo tunawaandaa viongozi wa kesho na wa leo. Kwa hiyo leo nina furaha kubwa baada ya kumaliza huu uchaguzi, na hao vijana wa vyuo na vyuo vikuu ni vijana ambao wakishamaliza vyuo kutokuwa na roho shinikizo za migomo. Na vile vile tumewaasa vijana wao walione taifa lao kwamba ni taifa ambalo linahitaji amani, utulivu, upendo, maendeleo, mshikamano. Kwa hiyo tumewaasa sana vijana wetu wa vyuo na vyuo vikuu. Nashukuru. Kwa mujibu wa mwongozo wa Senate ambapo tunagombea ni kwamba majukumu namba 1 ya kiongozi ni kuwajenga vijana katika mazingira ya umoja, utaifa na uzalendo. Sisi kama vijana, moja, kazi kubwa ya kiongozi ni kuunganisha watu. Kiongozi ambaye anatenganisha watu si kiongozi. Siku moja kwa kiongozi ni kuunganisha watu. Kwa sisi kama wateule, sisi kama viongozi, kazi yetu kubwa moja ni kujenga vijana kwenye mazingira ya umoja, kwa kitu kimoja, lakini 2 ni kujenga vijana katika mazingira ya utaifa. Lakini 3 ni kujenga vijana katika mazingira ya uzalendo. Hayo ndio mambo ambayo sisi kama viongozi tutakwenda kuyasimamia.